Na hii ni sehemu ya 12. Tunaendelea baada ya Lindsay kupokea simu kutoka kwa mama mkwe na kumpa taarifa ya kwamba Adrian amepata changamoto. Yaani kuna kitu inaonekana kimemkumba Adrian. Sasa taarifa hiyo inakatisha muda ambao ulikuwa umetengwa na Aston kwa ajili ya Lindsay kuweza kuspend kwa pamoja na kumfanya jisikie vizuri. Tukumbuke wako Zanzibar. Sasa Aston kuja kuambiwa hivyo, mbaya zaidi kauli ilikuja kumkera. Anasema ya kwamba linapokuja swala la baba watoto wangu, yaani shida inapotokea mambo ya ex yanakaa pembeni, nampa kipaumbele kama baba watoto wangu. Aston akasema sasa sikia, tukae tusubiri pakuche tuondoke, kesho uweze kwenda kwa huyo mtu mzima mwenzako. Aston alisema hivyo na kutoka huku sasa kibamiza mlango na kuniacha mwenyewe chumbani. Msikilizaji, mtayarishaji wa hii simulizi dada yetu Chuchu na mimi kusimulia ni Lucas Lumba. Msikilizaji, niwe hapo ambaye nitakuona kwa njia like ama comment kwa chochote ambacho kimekuvutia kwenye hii sehemu ya 12. Sasa Lindsay anasema ya kwamba nilibaki pale ndani nikiwa na mawazo mengi. Sielewi kwa nini kila siku sisi tunagombana, tukipatana hili linaibuka jipya. So sijadhamiria kumdharau wala kumuita mtoto, lakini hicho ndicho alichoamini. Nikiwa katika kuwaza pale, Clara alinipigia tena. Akaniambia kwamba samahani nilishindwa kuongea, Adrian yuko hospitali na ameomba kukuona. Aliniambia hivyo baada ya kusalimiana tena. Nikamuuliza ya kwamba nini kimempata. Akanijibu ya kwamba nadhani ukifika ndo tutaongea vizuri. Nisamehe, naomba nikueleze tukionana. Nikasema sawa, lakini nimesafiri kidogo hivyo kesho nitarudi mapema tu asubuhi, nikifika nitakuja kuonana naye. Nilimweleza hivyo Clara, alishusha pumzi na kunishukuru kisha tukaagana. Basi nilitoka na kujaribu kumtafuta Aston lakini sikumpata. Niliporudi ndani, simu yake aliyoiacha kitandani iliingia ujumbe mfupi. Mimi sio mwanamke wa kukagua simu ya mpenzi wangu. Nadhani hiyo ndio sababu imekuwa rahisi kwa watu kunisaliti. Sijajua kwako kwenye mahusiano yako kama unapata ruhusa ya kushika tu hata simu ya mpenzi wako kwa dakika 5 bila kuwa na wasiwasi. Lakini macho yangu alienda kwenye skrini ya simu na kusikia moyo wangu ukikunjamana baada ya kuona jina la Helen. Bila kutegemea, nilifungua ujumbe ambao alikuwa akimtakia Aston jioni njema, na inaonekana ametuma message nyingi ambazo Aston hajazijibu. Lakini katika kupitia nilikuta moja ambayo ilinifanya nimchukie zaidi. Aston alikuwa anamuomba wabadilishane zamu kwa sababu sikuwa nikijisikia vizuri huo usiku. Sasa huyo Helen akajibu ya kwamba bado nashangaa kwa nini ulichagua kuishi na mtu mzima. Msikilizaji, huo ulikuwa ni ujumbe wa Helen. Aston alimjibu kuwa hata kama angekuwa mtu mdogo bado angeumwa tu kwa sababu mimba haina rika. Aston alinitetea kweli, lakini bado moyo wangu ulikuwa ukiuma sana. Niliweka simu yake pembeni na kurudi kujiegemeza kitandani. Sijui tu ni muda gani ulipita, lakini nilikuja kuamshwa na Aston giza likiwa limetanda. Aliniletea chakula, ni tabasamu sababu nilijua amenikasirikia kiasi kwamba hajali, lakini inatia moyo kuona hata mtu aliyokasirikia na kujali. Aliweka chakula mezani pale chumbani, tukakaa na kuanza kula. Hakuna mtu aliyemsemesha mwenzake muda wote tunakula. Baada ya kula nilioga mwenyewe kwa mara ya kwanza tangu tuje Zanzibar. Nilipotoka kuoga ndipo naye alipoenda kuoga. Nilijiandaa kwa ajili ya kulala. Kisha nikapata nilipata muda pale wa kuweza kutulia nikitafuta usingizi. Hakuna aliyemsemesha mwenzake muda wote. Aston alipotoka kuoga na kupanda kitandani, alinivuta na kunikumbatia. Nilibaki nikitabasamu tu, lakini nilijaribu kujitoa kuonyesha namna gani nimekwazika, lakini hakuniruhusu kutoka mikononi mwake. Japo tulikuwa tumekasirikiana, aliniweka kipaumbele chake na hicho kilinifanya nikalala nikiwa na amani sana. Asubuhi nilipoamka, Aston alikuwa katikati ya miguu yangu. Nilitabasamu baada ya kuona jinsi alivyonitazama. Ni kama vile mimi ndio mwanamke pekee machoni pake. Hatukuongea chochote. Taratibu aliingia kwenye ikulu yangu huku akinitazama.
Sasa baadaye alianza kunielezea namna gani ananipenda. Nusu saa baadaye tulijitupa kitandani tukihema baada ya kila mmoja kufika kileleni. Naomba nisamehe. Najua nilikosea kuongea sana tu, lakini sikumaanisha kudharau na kuheshimu sana. Mimi natamani ujue hilo. Na mimi pia naomba unisamehe kwa kutokujaribu kukuelewa na kuondoka bila ya sisi kutatua tatizo. Nilipata nafasi ya kuwaza na kuona upo sahihi. Yule bado ni baba wa watoto wako, lakini hilo haliwezi kunizuia kuona wivu kukuona ukimhangaikia kiasi hicho. Aston, unajua niko tayari kuacha kila kitu kwa ajili yako. Usijaribu hata kufananisha mapenzi yangu kwako na jinsi ninavyomchukulia Adrian. Kwa hapa tulipofikia, hata Adrian sio rafiki yangu. Hivi sijawahi kuambia kwa nini ulimkuta Martin kwangu ile siku Na pale hata tukua wapenzi. Yaani ni kichaa chake tu. Haujawahi kunisimulia chochote. Niambie, lakini sijui kwa nini tu nahisi hicho kitu kinamhusu Adrian. Usiniambie alikupiga. Aston alisema huku sasa akinivuta na kunikumbatia. Tulikuwa tupu msikilizaji, tumejaa jasho, lakini pia tulijaa upendo. Nilimweleza kila kitu kilichotokea ile siku. Kwa mara ya kwanza nisimchuki sana Martin. Na natamani kumuua huyo Adrian kwa mikono yangu miwili. Alikuwa ni mlevi tu na alipelekwa jela. Ilibidi hadi mimi kumwombea msamaha sana kwa Martin ndipo alipoachiliwa. Lakini awamu hii mama yake amenipigia akaniambia yuko hospitali, so sijui ni kitu gani alichokifanya sasa hivi. Kwa mara ya kwanza natamani nijue alipo Martin, ili angalau nimnunulie kinywaji. Yaani popote nitakapokutana naye maishani anidai kinywaji. Alafu nadhani feri yetu inaondoka saa 1 kamili. Tuna kama nusu saa tu ya kujiandaa ili saa 12:30 tutoke hapa. Kwani baba, kwa nini tunaondoka mapema hivyo? Mimi nitamani hata nilale tena kidogo. Nadhani jana kuna mtu tuligombana kabisa ili aweze kuondoka mapema. Bwana, hizo zilikuwa ni akili tu za mimba. Akili zangu zimerudi na nataka tuondoke mchana. Wewe, naona kama umeshaanza kumtumia mtoto wangu vibaya mapema hivi, si ndio? Hebu inuka bwana. Inuka nikakusugue mgongo. Alafu tukioga pamoja inaokoa maji na muda pia. Aliniambia huku akinikonyeza. Nilicheka tu na kumruhusu aniinue kutoka kitandani, japo najua kitakachoendelea bafuni ni tofauti kabisa na alichokisema. Tulipofanikiwa kutoka, tulikuwa na dakika chache za kufika bandarini. Ilikuwa ni kama bahati sisi kufika kwa wakati. Awamu hii hata sikuwa nikifurahia upepo, sababu moyoni nilijua kuna kitu kikubwa kinanisubiria. Adrian hawezi kurupuka tu na kuniita hivyo tu. Moyo wangu ulikuwa na wasiwasi mkubwa sana. Tulipofika bandarini Dar es Salaam, ilibidi Aston aniache na kuelekea kazini, lakini alihakikisha amenifikisha hospitali. Nakupenda sana. Unajua unanipenda. Kuwasafirisha watoto kuja Dar ili wanisubiri bandarini haikuwa rahisi, unajua Kwa hiyo asante kwa kuandaa vyote hivi kwa ajili yangu. Kama usingekuwa na haraka ya kurudi Arusha, ungenisubiri niongee tu na Adrian kisha tuondoke wote jioni. Una hakika ukimaliza kuongea naye unaweza kuondoka leo? Nikimaliza tu mazungumzo naye mimi nitakuwa tayari kuondoka. Okay, basi ngoja nitafute pa kukaa nikusubiri, sababu sitafurahi kurudi mwenyewe. Hata hivyo tiketi zetu ni za jioni. Okay, asante. Basi nitafurahi kuwa na mtu pembeni yangu. Nilimwambia hivyo, alinibusu tu. Kisha nikamtafuta Clara ambaye alinielekeza mahali pa kumkuta. Mama, shikamoo. Nilimsalimia na kumkumbatia. Macho yake alionyesha namna gani amechoka. Marahaba mwanangu, asante kwa kuja. Najua hatuna hata haki ya kukuita, ila Mungu akubariki sana. Mungu akubariki mno mwanangu, aliniambia. Basi nilifuatana naye hadi wodini ambapo tulimkuta Adrian katika hali mbaya. Nilimuuliza mama yake ya kwamba amepatwa na nini. Figo zake haziwezi kufanya kazi na ini limeanza kuzidiwa.
Aliniambia huku sasa macho yake yakijaa machozi. Yaani imekuwaje kwani? Mbona sielewi ile tatizo la figo, sijui maini limetoka wapi yani? Nilimuuliza Clara huku akili yangu ikizunguka, sikuwa nikielewa chochote. Pombe. Adrian amekuwa akinywa sana pombe. Na hata alianza kuchanganya na madawa. Ndio maana unamuona hivi. Hatuna namna ya kumsaidia zaidi ya kuwa naye tu. Clara aliongea huku akilia maskini. Nilimvuta na kumkumbatia kwa sababu nilielewa kabisa kuwa sio rahisi kwa mzazi kumtazama mwanao na kujua hauna nafasi yoyote ya kumsaidia. Kujua kuwa hakuna unaloweza kufanya ili kumsaidia, hicho kitu wese kinauma kuliko unavyoweza kuwaza msikilizaji. Miezi 10 iliyopita nilikuwa katika viatu vyake, hivyo naelewa maumivu anayopitia muda huu. Natamani ningeweza kumfariji, natamani kungekuwa na maneno ambayo ningeweza kumwambia ili ajisikie vizuri, lakini hakuna cha kusema wala cha kufanya. Hivyo nilimkumbatia na kutulia tu nikitumaini uwepo wangu utamfariji hata kidogo. Basi nisogea taratibu kwenye kitanda alicholala Adrian na kusema ukweli, kama ningekutana naye nje nisingekuwa rahisi mimi kumfahamu. Yale macho yake ya ukarimu, tabasamu la ucheshi na uso angavu havipo tena. Adrian amekonda, amekuwa mweusi na ngozi yake yani imekunjamana. So mimi nilijitahidi kidogo kuzuia machozi yangu, ndipo nikamsogelea na kumgusa mkono. Alikuwa akipumua kwa shida sana. Basi aliniita, lakini ni kwa sauti ya chini sana. Nilisogea karibu zaidi na kukaa huku sasa nikishika mkono wake. Nilimwambia kwamba nimekuja Adrian. Nilimwambia kwa sasa nikijitahidi sana nisilie. Lindsay. Umekuja Lindsay wangu. Kama ulivyokuja kwa ajili yangu siku zote, au kuwahi kunitupa. Naomba unisamehe Lindsay. Nimekutuka mzigo mkubwa. Nimevunja ahadi tulizowekeana kwenye siku ya ndoa yetu. Nimekuacha mwenyewe. Nimekuachia majukumu yote ya watoto mwenyewe. Naomba unisamehe sana. Wewe ni naomba usiongee Adrian. Hakuna haja ya kuongea. Nimekusamehe kwa yote. Nilimwambia kwa sasa nikiruhusu machozi yanishuke. Na sasa mimi nakuacha mwenyewe duniani. Naomba unisamehe Lindsay. Najua tuliahidiana tutakufa pamoja. Ikiwa hakuna mtu kumwacha mwenzake. Lakini mimi nakuachia jukumu la kuwafariji watoto na kuwatunza pia. Alitulia tena na kuvuta pumzi, na mimi nilikuwa nikifuta machozi tu. Hakuna haja ya kuongea Adrian. Awendi popote, sawa? Tutafanya lolote kuhakikisha unapata matibabu. Na kuomba sana usiniache mwenye Adrian. Nataka nimueleze nini Lorraine? Hatuna muda wa mimi kupata matibabu. Muda wangu umefika Lindsay. Lakini nataka nifanye hiki kitu kimoja. Toa simu yako. Nataka wasikilizishe watoto hii siku ya mazishi yangu. Ikiwezekana hiyo asubuhi kabla hamjatoka kwenda kuchukua mwili. Adrian aliongea na kunifanya nizidi kulia. Nilimwambia hapana Adrian, hakuna mtu anayekufa. Baada ya yote niliyokufanyia, bado unaniwazia mema. Lindsay, toa simu unipatie nafasi ya kurekodi kitu. Aliniambia na kutulia akipumua. Sasa mimi nilimpatia simu yangu huku machozi yakinitoka. Sikutaka kukubaliana naye, lakini moyoni mwangu nilijua anachosema ni kweli. Nilimsaidia kushika simu na kumtazama akirekodi maneno machache kwa hisia nyingi sana. Alipomaliza, alinitazama kwa kitabasamu. Asante sana. Lindsay, naomba unisamehe kwa yote lini wangu. Katika safari yote ya maisha, sijuti kuwa na wewe. Wewe ndio uliyepo na mimi hadi pumzi yangu ya mwisho kama ulivyoniahidi. Na kama ningepewa nafasi ya kuishi tena, wewe ndio
ndio sehemu ya maisha yangu ambayo nisingebadili chochote. Naomba unisamehe tena. Nimekusamehe Adrian. Nimekusamehe. Asante. Nakupenda sana Leni. Alipomaliza maneno, aliuachia mkono wangu. Mashine iliyokuwa pembeni yake ilianza kulia na kusumbua. Nilikazana sana kumuita lakini hakuitikia. Madaktari walikuja na kututoa nje. Tulikaa nje ya kile chumba na Clara. Moyoni mwetu tulijua majibu tutakayopewa na daktari ni aina gani, lakini tuliomba aje kusema kitu cha tofauti. Lakini nilipoiona sura ya daktari alipotoka kwenye kile chumba, nilijua wakati umefika. Yaani sikuweza kuacha kulia, kwa sababu uchungu ulijaa moyoni. Maneno yote ya Adrian yalijaa kichwani mwangu, hasa yale maneno aliyowaambia watoto wake. Tulikumbatiana pale na Clara hadi tulipopata nguvu ya kuinuka. Clara alipigia simu ndugu zao ambao baada ya dakika chache walitokezea. Nilipohakikisha Clara hayupo mwenyewe tena, nilikuwa tayari kutoka nje kwenda kumtafuta Aston, lakini nilikwama pale nilipoona manesi wakitoka kwenye kile chumba alichokuwa Adrian na mwili wake uliokuwa umefunikwa gubi gubi. Nilikuwa nikilia, lakini nilipoona ule mwili ilikuwa ni kama kichaa kimenikaba vile. Ni kama kichaa kimenishika. Kumbukumbu zetu nyingi zilianza kucheza akilini mwangu. Nilihitaji mtu tu wa kunishika. Nilimpigia Aston lakini sikuweza kuongea. Nilikabidhi mtu simu yangu akaongea na kumwelekeza. Baada ya dakika chache Aston alifika pale na kunikumbatia huku akimshukuru yule mtu aliyekaa na mimi muda wote. Aston aliniuliza kwamba Adrian yuko wapi na anaendeleaje. Nilitikisa tu kichwa changu na nilipata uweni baada ya yeye kuelewa sababu nisingeweza kumuelewesha. Aston aliniita tu mpenzi wangu. Alisema huku sasa akinikumbatia kwa nguvu zaidi. Sijui ilinichukua muda gani kulia pale, lakini baada ya muda nilipata nguvu ya kujikusanya. Inabidi nianze kujiandaa. Nitawaambia nini wanangu? Tulitoka na kuelekea kwenye gari, kisha tukaenda uwanja wa ndege tayari kwa ajili ya kurudi Arusha. Hata kama natamani kusaidia, inabidi nikubali tu kubaki pembeni sababu sio nafasi yangu tena. Mimi sio sehemu ya familia na pia nina watoto wa kwanza kuhangaika nao. So muda ulikuwa unatembea lakini sikuwa nikiliona hilo. Akilini mwangu kumbukumbu zilikuwa ni nyingi sana zikipita kati yangu mimi na Adrian. Nilikumbuka siku ya kwanza tulipojua kuwa nilikuwa na mimba mapacha. Siku hiyo alinibeba siku nzima, pamoja na mimi kumkumbusha ninaweza kutembea vizuri tu, lakini alikataa na kudai kuwa uzito wangu utaongezeka na siku sio nyingi hataweza tena kunibeba. Watoto walipozaliwa ilikuwa ni changamoto nyingine tena, sababu hakutaka hata niwaguse hao watoto. Walikuja tu wakati wa kula na kuoga. Kipindi aliporudi kazini nilikuwa nina stress sana. Nilipata watu wa kunisaidia lakini watoto walishamzoea baba yao, kwa hiyo bado haikuwa rahisi. Adrian, niseme tu ukweli, alikuwa ni baba mzuri sana. Pamoja na mapungufu yake, aliwapenda sana watoto. Kila mtoto alikuwa na nafasi yake. Ukiniuliza ni kitu gani kilichotokea na kupelekea ugomvi wote tuliokuwa nao, mimi sina hata majibu. Usiwaze sana, sawa usiwaze sana Lindsay. Ni kitu gani unachofikiria? Aston aliniuliza. Nitabasamu tu na kuanza kumuelezea kuhusu kumbukumbu zilizokuwa zinapita akilini kwangu. Alijitahidi kuwepo kwa ajili yangu. Najua mimi kuzungumzia kuhusu ex wangu safari nzima haikuwa rahisi, lakini alinisikiliza. Alinishika mkono na alinikumbatia pale nilipohitaji. Tulipofika nyumbani nilisimama nje kwanza nikijaribu kuvuta pumzi na kujikusanya. Siwezi kulia mbele ya watoto, siwezi.
Yaani sasa hivi wanahitaji mtu wa kuwashika mkono, mtu wa kuwa na nguvu kwa ajili yao, sio mtu anayelia mbele yao. Lorena aliita huko akifungua mlango na kutoka nje aliita tu mama. Alijaa furaha sana kuniona. Alifika na kunirukia. Ameshakuwa mzito sana. Nitulia pale na kumwacha aje kunikumbatia. Lorena akasema ya kwamba nimekusubiri sana mama. Nilikuwa nakuandalia surprise mama. Aliniambia kwa kirukaruka. Nimuuliza kwamba kaka zako wako wapi? Akasema ameshaenda kulala, walitaka kusubiri lakini walikuwa wanasinzia. Alipomaliza hapo ndipo alipomwona Aston. Akaenda naye kumsalimia akasema Uncle Aston. Aston akamjibu oh binti mrembo. Aston alisema sasa wakikumbatiana. Mimi sikuwa na maneno ya kusema tena. Yaani siku leo nilihitaji kuwa jasiri, lakini naogopa huenda nikiongea naweza nisiweze kujizuia kulia. Mzazi ambaye amepitia hii situation anaweza kaelewa. Kutoa taarifa kwa watoto wako kwamba baba yenu hatupo naye tena ama mama yenu hatupo naye tena, inauma. Aston aliponitazama alinielewa. Alimzuga Lorena wakielekea ndani. Dakika chache baadaye ndipo niliweza kuingia ndani na kuweka tabasamu la uongo. Niliamua kujipa muda, hivyo nitawaambia asubuhi au mchana au niwaambie tu siku ya mazishi. Nilipitiliza na kwenda chumbani ambapo nilioga na kupanda kitandani, na hapo ni baada ya kuvaa. Aston alikuja na chai, mayai ya kukaanga na silesi 2 za mkate. Aliweka mezani na kunikabidhi kile kikombe. Mpenzi, yani sina hamu ya kula kitu chochote. Haujala kitu kuanzia asubuhi Malkia. Kwa nini ujitese hivyo Nimekuletea kitu kidogo tu. Basi kunywa hii hapa chai na mayai. Halafu hapa mkate uache. Asante sana kwa kuniwazia lakini Aston siwezi kula. Yaani kweli mimi nimehangaika hivyo kuandalia halafu hautaki kuonja hata kidogo mama, kweli? Alianza kulalamika hadi ikabidi tu nile kidogo ili sasa kumnyamazisha. Lakini nilipoanza kula ndipo nilipogundua nilikuwa nina njaa. Hivyo nikajikuta nikila kila kitu. Nilipomaliza Aston alikuwa akitazama kwa kutabasamu tu, akavichukua vile vyombo na kuondoka. Aliporudi alioga na kisha akapanda kitandani na kunikumbatia kama kila usiku tulipolala pamoja. Nakupenda Lindsay, mimi niko hapa kwa ajili yako. Siwezi kuambia Aston. Siwezi hata, yani ninafikiria nawaambiaje. Labda niwaambie asubuhi siku ya mazishi. Lakini unajua unatakiwa uambie watoto. Unajua wanatakiwa waende msibani hata kabla siku ya mazishi. I say inabidi uambie mapema, waanze kujiandaa kisaikolojia. Na uelezee maana yake, yani hauwezi tu kuwapa taarifa asubuhi alafu wapeleke kwenda kumzika mzazi wao. Hapana. Kwa hiyo waambie mapema. Aliniambia hivyo sasa akiendelea kunibembeleza taratibu. Basi kulipokucha nijitahidi na kuanza kuandaa kifungua kinywa. Niliamua kuwaacha watoto waende shule sababu nilihitaji kukusanya nguvu na kuandaa maneno ya kuambia. Mimi sikuweza kwenda kazini. Baada ya Aston kwenda kazini nilipanda gari na kuelekea kwenye nyumba yangu ya zamani, nikitamani kuwa karibu na Adrian kwa namna yote ile. Nilitamani kuitunza kumbukumbu yoyote nzuri niliyokuwa nayo. So nilipofika nje ya nyumba yetu ya zamani, nilikumbuka mara ya kwanza tulipohamia hapa na Adrian, nilikuwa bado sijagundua kama mimi ni mjamzito wa mapacha. Hivyo tulifurahi, tulikunywa na kualika marafiki. Ilikuwa ni siku ya furaha. Wiki iliyofuata ndipo niligundua kuwa nilikuwa mjamzito. Nilibaki nikitabasamu na kulia baada ya kufikiria namna gani miaka imekimbia na vitu vyote tulivyopoteza, na sasa mwenzangu ambaye tuliahidiana kuwa wote hadi milele ameniacha. Nilishindwa kuingia kwenye ile nyumba sababu kila nilipotazama nilimwona Adrian. Nilirudi kwenye gari langu na kuelekea nyumbani. Lakini nilipotoa gari nje ya geti, nilimwona mwanamke ambaye sura yake haikuwa ngeni machoni mwangu. Alikuwa anaongea na mwanaume wa makamo tu, huku sasa wakinyoshia mikono nyumba yangu. Lakini mimi sikuwaza chochote, akili yangu ilikuwa ikiwawaza watoto wangu tu. Nilikaa nikiwasubiri watoto hadi waliporudi jioni. Nijitahidi nihakikishe wanikute nimeshamaliza kupika kila kitu. Basi Liam aliniambia kwamba mama kesho tunaanza mitihani. Liam aliniambia akiingia ndani kwa furaha
huyu ndo mtoto pekee anayefurahia mitihani kwenye hii nyumba. Wengine wote yaani ndo mtoto wangu pekee anayependa mitihani. Nilimwambia kwamba vizuri sana, lakini kesho mnapumzika mwende shule. Nilimwambia na kumuona akivuta mdomo. Lakini Lorena alirukaruka. Hivi mnafikiria kweli kichwa cha Lorena afurahie mitihani wa binti? Alifurahia. Sasa lau yeye alikuwa amesharudishwa shule sababu ameingia kidato cha kwanza, hivyo tunatakiwa tukamchukue tena shule. Ndio, Aston ni chizi kiasi hicho, alienda kumchukua shule na kumsafirisha kwenda Dar na watoto wengine ili tu wanisubiri bandarini. Ili tu nifurahi siku yangu ya kuzaliwa. Liam ndo aliuliza kwa huzuni akasema kwamba kwa nini? Nimwambia kwamba inabidi muoge, mle mshibe, kisha nitawaambia sababu ya mimi kutaka nyie kupumzika siku ya kesho. Niliwaambia, asa kila mmoja alielekea chumbani kwake kwa ajili ya kufanya alichotakiwa kufanya, na mimi nilibaki pale sebuleni kitetemeka tu. Waliporudi, niliwapakulia chakula kisha nikawaacha wakila. Haya, mnakumbuka dada Lisa alipoenda Nilivyosema hivyo, Lorena binti yenu akasema kwamba ndio, ulisema ameenda juu mbinguni, ameenda kucheza na kuimba na malaika, na ukasema na sisi tukikuwa wakubwa na wazee tutaenda huko, si ndio mama? Nisema kwamba kabisa, na niliwaambia kule kukoje? Liam akasema kwamba walituambia kule ni kuzuri sababu hakuna kuumia. Nikasema vizuri sana. Sasa baba yenu naye ameondoka kuelekea huko jana. Niliwaambia. Lorena alikaa kimya kidogo. Kisha nikaona ni kama macho yake yakijaa machozi. Kwa sauti ya chini, mwanangu akauliza kwamba unamaanisha baba amefariki? Aliniuliza, moyo wangu ulivunjika zaidi. Nilitamani awe ni mtoto asiyeelewa, lakini kwa umri wao mpaka sasa kila mmoja anaelewa, hasa Lorena na Laurent. Kila mmoja anaelewa maana ya kifo. Kila mmoja anaelewa ya kwamba mtu wako wa karibu akishafukiwa, hakuna jinsi utamuona tena duniani hapa, hakuna. Nilisogea na kumkumbatia binti yangu aliyekuwa analia. Lorena ameshafahamu kila kitu. Aliniuliza kwamba sasa kwa nini baba ametuacha tena? Nilimwambia kwamba baba yako alikuwa anaumwa mwanangu, lakini nakuahidi hajakusahau. Kuna zawadi ya mwisho alinipa kwa ajili ya kumpa kila mmoja wenu. Lorena akauliza kwamba wewe ulimuona? Nikasema ndio, nilimuona jana. Mimi ndio nilikuwa mtu wa mwisho kuzungumza naye. Binti yangu Lorena alifuta machozi mengi machoni mwake. Kwa sauti ya huzuni akauliza kwamba kwa hiyo mama, sitamuona tena baba? Nikasema kama dada yako Lisa utamuona kwa mara ya mwisho, lakini wote tunajua baba atabaki mioyoni mwetu. Nilimweleza. Nilimkumbatia binti yangu hadi alipoacha kulia. Kalilia maskini. Mimi nilidhani wangelia sana, lakini alipomaliza kulia pale ndio ilikuwa basi yani. Liam hakufanya chochote. Ni kama hakusikia nilichosema. Kwa namna fulani sikuelewa kama natakiwa nifurahi ama nisikitike juu ya hilo. Niliwaambia kwamba kwa hiyo kesho tutaenda kwa bibi yenu na babu yenu. Niliwaambia hivyo na kuinuka kutoka nje. Nilihitaji kuvuta pumzi kidogo. Niliporudi ndani nilikuta watoto wakiangalia TV. Nilifurahi kwa sababu hawaelewi tena sasa huzuni. Angalau kwao akili yao haimwazi hata baba yao kama mimi akili yangu inavyonikumbusha kila kitu na kunifanya nishindwe hata kukaa kwa amani. Leo asubuhi niliwasiliana na mwalimu mkuu wa shule anayosoma Lau na kumpa taarifa za msiba. Akaniahidi kuwa kesho Lau atakuwa safarini na nimeshatuma pesa kwa ajili ya nauli yake siku ya kesho. Kwa hiyo mwalimu mkuu aliniahidi kwamba kesho ataanza safari. Na nimeomba usimwambie mwanangu kitu chochote. Nitaka mwanangu asikie kila kitu kutoka kwangu. Nitamani nipate nafasi ya kumkumbatia na kumfariji pale atakaposhindwa kuvumilia maumivu ya moyo wake. Watoto walifanikiwa kulala mapema na kunipa nafasi ya kupumzika. Aston aliporudi kutoka kazini, alikuja na kunikumbatia muda mrefu sana na kutua mzigo uliokuwa moyoni mwangu. Ghafla niliweza kupumua vizuri, sio kwa kukabwa kama nilivyokuwa napumua siku nzima leo. Hey Malkia, unaendeleaje? Vipi umefanikiwa kuambia watoto? Aliniuliza huku sasa, akiendelea kunikumbatia. Nilitikia kwa kichwa tu. Hapo sasa hakuwa akiniona lakini alielewa tu. Nisamehe sikuwepo kukushika mkono wakati huo mgumu.
waendeleaje watoto? Liam ni kama haelewi kitu. Lakini Lorena amelia kwa muda mrefu sana. Yaani nitamani hata awe haelewi, lakini anaelewa kila kitu Aston. Na siwezi kuelezea jinsi nilivyojisikia kumuona mwanangu akilia kwa maumivu ya kumpoteza babake. Naelewa sana Malkia. Naelewa kabisa, sawa? Hiki ndio kitu ambacho naelewa maumivu yake, na nitajitahidi sana kuwepo kwa ajili yenu kwa kadri mnavyonihitaji. Alafu vipi? Usilie basi mama, sawa? Usilie, sawa, pole. Umekula nini leo? Sababu kama ujala tutagombana na utakuwa ni ugomvi mkubwa sana. Umekula nini? Nilikula keki tu na chai mchana. Jioni nilikuwa nakusubiria tule wote. Okay, basi twende tukale sasa mama. Nyanyuka twende. Alinipa mkono kisha tukaelekea jikoni. Kulipokucha, Aston alienda kazini, japo aliniuliza zaidi ya mara 5 kama namuhitaji, sababu anaweza kuomba ruhusa, lakini nilimuhimiza aende kazini kwa sababu sidhani kama ni hekima kwenda kwenye msiba wa baba wa watoto wako ukiwa na mwanaume wako mpya. Sidhani kama hilo msikilizaji ni hekima, si ndio? So nimwambia tu siku ya mazishi nitafurahi akiwa na sisi hata kama atakuwa kwa mbali. So baada ya wanangu kula na kushiba asubuhi, tulijiandaa na kuelekea kwenye msiba. Mimba yangu inaelekea miezi 6. Tumbo langu kwa sasa linaonekana lakini halitishi hivyo. So nijitahidi kadri ya uwezo wangu kulificha. Tuliingia kwenye gari na kuelekea nyumbani kwa wazazi wa Adrian, ambapo ndipo msiba ulipokuwa. Njiani nilichukua kilo 100 za mchele pamoja na nyama kilo 50. Nilichukua pia mafuta ndoo kubwa, sukari kilo 50 na viungo vya chai na vya pilau vya kutosha tu. Vitu vyote niliwakabidhi madereva Toyo 3 ninaofahamu, wakavitanguliza msibani. Walikataa malipo yoyote wakidai ndio njia yao ya kunipa pole kwa kufiwa na mume wangu. Nitabasamu na kuwashukuru. Huu mtaa mzima ambapo wazazi wa Adrian wanaishi nafahamika sana. Yote ni kwa sababu ya ucheshi wa Adrian. Unajua nilipoolewa watu walitaka wamjue huyo binti aliyeweza kumtuliza Adrian ni nani. So nilipofika nyumbani tuliwakuta ndo wanashusha mizigo, na mama mmoja ambaye nafahamu ni shangazi wa Adrian alikuwa akiwaelekeza pa kuweka ile mizigo. Nilimsalimia shangazi yule lakini hakuitika. Nadhani alikuwa busy kwenye sekta nzima ya chakula, hivyo nilielekea ndani ambapo kama kawaida ya misiba yetu wamama walikuwa wamekaa chini wakiomboleza. Nilianza kuwasalimia mmoja mmoja hadi nikafika kwa Clara ambaye alinikumbatia na kulia kwa uchungu sana, kisha akawakumbatia wajukuu zake huku akilia. Clara hakuniachia, hivyo nilikaa pembeni yake na kumkumbatia sasa tukilia wote kwa pamoja. Watu walikuwa kikazana kuimba nyimbo za misibani, lakini mimi na Clara ndio watu pekee tulioelewa maumivu tunayoyasikia. Kukaa kwenye seble ya ile nyumba, hata kama tulikuwa tumekaa chini sababu masofa yote yametolewa nje. Nilikumbuka mara ya kwanza Adrian amenileta nyumbani kwa wazazi wao. Ilikuwa ni baada tu ya yeye kuniomba nimuoe bila pete wala chochote. Tulipopata likizo zetu za mwaka huo, tulirudi nyumbani na akanichukua kuja kunitambulisha kwa wazazi wake. Alikuwa ni kijana mdogo tu aliyejaa maisha. Na ninakumbuka kumuona yeye tu hapa duniani. Machoni mwake alivutia kuliko mtu yote. Machoni mwangu alikuwa ni nyota inayong'aa sana. Alipoambia wazazi wake kuwa anataka kunioa, wazazi wake hawakumwamini. Walimwambia ndio kwanza yupo chuo, hivyo hawezi kujua nani atakayemuoa. Lakini alipomaliza tu mwaka wake wa mwisho wa chuo, tulishatunza akiba ya kutosha, hivyo alitafuta mshenga na kuleta posa nyumbani kwetu. Ilikuwa ni kama utani tu, lakini miaka 10 baadaye tulikuwa tumefanikiwa kimaisha na kifamilia. Mungu alitubariki watoto wazuri na wengine alishaamua kuwachukua, japo ndoa yetu haikufanikiwa kudumu kama tulivyotaka, lakini kwa hicho kipindi kifupi nilichokipata cha kuishi na Adrian, tuliweka bidii zetu zote katika familia yetu. Na nilimpenda kwa uaminifu kwa kipindi chote tulichokuwa pamoja, na leo kuona kuwa nimerudi katika nyumba yao, na sio tu kusalimia bali kuomboleza kuondoka kwake. Machozi yalikuwa ni mengi sana machoni mwangu. So Lorena alisogea pembeni yangu na kuanza kunibembeleza.
Zile bidii zote za kujifanya jasiri zilipotea. Nilia kwa uchungu sana. Kwa ule uchungu wote niliojaribu kuufungia moyoni tangu nianze kugombana na Adrian, tangu nione ndoa yangu ikianguka, tangu kuongea na Adrian kwa mara ya mwisho na kumshuhudia akiaga hii dunia na neno lake la mwisho kuwa ananipenda. Inauma sana wewe kuwa mtu wa mwisho kusikia kauli ya marehemu. Inauma vibaya mno. Nilia kwa uchungu sana. Sikuweza kujizuia kulia, sikuweza kunyamaza tena. Ni kama nimefungulia mafuriko. Mdomo wangu uliweza kutamka neno moja tu, Adrian. Sababu sikuamini kama sitamuona tena. Hata kama tulikuwa na kupishana kwetu, lakini ili kujua kuwa mwenzangu yupo mahali fulani, ilikuwa ni faraja tosha. Yaani kwamba okay, najua yupo Mwanza, najua yupo Arusha, najua yupo hivi. Ni faraja tosha. Tukiwa katika kuomboleza pale, aliingia mwanamke akiwa amembeba mtoto wa miezi kama 9 hivi, kama sikosei, yes, kama 9 hivi. Alipoingia tu pale ndani, alimweka mtoto chini na kuanza kulia kama chizi. Alikuwa analia huku akisema kwamba Adrian, umeniacha mwenyewe, sasa nani atamlea mtoto wetu? Alikuwa kiloko sasa akitamka hayo maneno. Baada ya kumtazama vizuri, niligundua ni ule mwanamke niliyemuona nje ya nyumba yangu ya zamani siku ya jana, na huyu ni Alice. Hatimaye akili yangu iliweza kumfahamu. Watu walinyamaza, wakabaki wakinitazama na kurudi kumtazama yule mwanamke. Mama mmoja mwenye hekima alimvuta na kumkalisha na kumnyamazisha. Alibaki akilia kimya tu kuwa Adrian amewaacha. Hivyo wataishije na mambo kama hayo? Kwa kweli nilisikia hasira sana. Nilipogeuka pembeni nilijikuta nikigundua kuwa sio mimi peke yangu niliyekasirika. Hata Clara alikuwa amechukia. Hakuna mtu anayetaka mwanae achafuliwe tena, hasa akiwa amelala na hawezi kujitetea. Hakuna. Hawezi hata kusahihisha au kusema hiki ni cha kweli au hiki ni cha uongo. So hicho kitu kilinikwaza sana. Nitamani ninuke nikamnase makofi, lakini tupo msibani, so sio sehemu ya kuleta drama. Sasa yule mama alimwambia Alice ya kwamba hebu nyamaza sasa jamani, kwa sababu kila mtu anakuona mjinga sasa. Yule mama alimwambia hivyo Alice, ambaye hakuonekana hata kujali. Yeye aliendelea kulia tu huku akiongea kwa sauti ambayo watu wote pale msibani, yani watu wote pale chumbani wanaweza kuisikia. Sasa Alice kwa hasira akasema kwamba siwezi kunyamaza mama, wakati mimi ndo nilikuwa karibu na Adrian kipindi huyu mwanamke akimnyanyasa na kumfukuza nyumbani kwao. Huyu mwanamke ni nyoka, hatakiwi kuwa hapa. Alice aliongea kwa hasira. I say, kama nisingekuwa najua kuwa huyu mwanamke ni nyoka, ningeweza kumwamini hata mimi. Wamama walikuwa wakinitazama. Nilitamani kufungua mdomo wangu kuongea, lakini niliona hicho sio kitu sahihi. Watoto wangu ndo walionifanya moyo wangu ukavunjika. Walikuwa wamekaa pale wakimsikia mama yao akitukanwa. Na hao ni watoto tu. Niliwachukua wanangu na kuanza kuwaza pa kuwapeleka. Nilianza kujilaumu hata kuwaleta hapa siku ya leo. Bora wangekaa tu nyumbani waje siku ya mazishi. Baada ya kuongea na Clara ambaye alifurahi kuwa niliamua kuondoa watoto pale, nilitoka nje nikiwa na nia ya kuwapeleka watoto nyumbani. Tulikuwa tukielekea kwenye gari niliposikia jina langu likiitwa. Nilipogeuka nilitabasamu baada ya kumuona Steve. Huyu ni mume wa Grace. Nadhani mtakuwa bado mnakumbuka. Sasa Steve aliniambia kwamba pole sana kwa msiba. Najua nafasi Adrian aliyokuwa nayo moyoni mwako, kwa hiyo pole sana. Aliniambia kwa akinipatia mkono, nikasema ya kwamba asante sana Shem. Mungu akubariki kwa kufika. Steve akasema kwamba huyu ni rafiki yangu, kwa hiyo siwezi kuacha kufika, lakini inasikitisha namna gani mwamba ameondoka akiwa mdogo sana. Aliniambia hivyo. Nikasema kwamba inasikitisha sana, lakini hiyo ndio kazi ya Mungu. Steve akasema kwa vipi unaelekea nyumbani ama? Nikamjibu inabidi, nataka nirudishe tu watoto nyumbani. Steve akasema kwa nini usiache niende nao nyumbani kwangu? Mama Lili yupo, ataweza kukaa nao. Aliniambia kwa kutabasamu. Nikasema kwamba asante sana Shem. Sijui hata nikushukuru vipi. Hapa nilikuwa nawaza nikiwapeleka nyumbani itakuwaje. Na huku ninahitajika pia, sababu nipende nisipende mimi ni kati ya wafiwa wakuu. Basi nimwambia kwa tabasamu la huzuni, huku sasa nikisikia macho yangu yakijaa machozi. Steve akasema kwamba hakuna haja kunishukuru. Naamini Grace atafurahi kuwa nao. Afu vipi, Lau bado hajaja? Nikasema yuko njiani leo, hivyo kesho nitakuwa naye huku.
Nilimwambia na kumkabidhi watoto kisha tukaagana. Nilirudi ndani na kumkuta Alice akiendelea kulalamika kuwa mimi ndio chanzo cha mambo yote haya. Kama isingekuwa mimi, Adrian wake angekuwa hai. Kama sio mimi, haya yote yasingempata Adrian. Sasa mama mwingine akasema kwamba wewe, hebu nyamaza binti, unalalamika baba wa mtoto wako bwana, baba wa nyoko. Hivi unajua huyu mwanamke ana watoto wangapi? Na huyu unayemuita baba wa mtoto wako, unajua ameachiwa watoto wangapi kukuwalea mwenyewe? Hebu tulia bwana. Kuna mama mwingine alijizima data akaongea hivyo. Najikuta nikitabasamu na kumtazama kwa macho ya shukrani yaliyojaa machozi. Sasa Alice akamjibu yule mama ya kwamba lakini yeye ana hela, kulea watoto haitakuwa shida kwake. Yule mama akasema ya kwamba ana pesa kwa sababu amezitafuta. Kama wewe hauna pesa basi hujazitafuta. Bila shaka ulikuwa na kijana wa watu kumchuna pesa tu. Ndio maana kitu cha kwanza unachowaza ni pesa tu. Kupoteza mzazi mwenzako sio rahisi hata kama unazo pesa nyingi kiasi gani. Yule mama aliongea kwa uchungu kiasi kwamba nilidhani anaelewa anachokizungumza. Ni kama ameshapitia huu uchungu. Clara alifoka akasema kwamba hebu naomba mkae kimya wote. Clara alifoka na kufanya sasa kila mtu akawa kimya. Clara akasema kwamba wewe mwanamke, hebu nyamaza sawa? Sikutambui. Mwanamke ambaye namtambua ni huyo hapa. Basi Clara alisema huku sasa akinigusa, kisha akaendelea kwa kusema kwamba kama ungekuwa wa muhimu maishani kwa Adrian, kama unavyosema, angekuita akiwa kitandani anakata roho. Mwanamke pekee aliyemuulizia na kumsubiria ni huyo hapa. Kwa hiyo sitaki kukusikia ukifungua huo mdomo wako na kumchafua mwanangu hata kabla hajazikwa. Ukiendelea utanijua kichaa changu. Clara alimaliza kuongea na kurudi kuegemea ukuta, kusasa machozi yakimshuka taratibu. Utadhani sio yeye aliyekuwa na focus sekunde chache zilizopita. Alice alibaki mdomo wazi tu. Wale wa mama pale walikuwa wakianza kumtazama kwa dharau sana, na wengi walianza kunitazama kwa huruma zaidi. Asante sana mama. Nimechokia sana lakini naogopa kuongea, so sitaki kuharibu huu wakati. Tumkumbuke Adrian kwa uzuri wake. Nilimwambia Clara ambaye alinishika tu huku akitabasamu. Akaniambia kwamba hakuna haja ya kunishukuru mwanangu. Aliniambia na kuendelea kuushika mkono wangu. Alice alibaki kimya, hakuendelea hata kulia kimya. Alinyamaza tu ghafla na akaacha kulia na machozi yakakauka ghafla. Sasa ilipofika jioni, kilikalika kikao kwa ajili ya mazishi. Nijitahidi kuhudhuria lakini Alice hakuitwa. Naweza kusema kuwa familia haimtambui kabisa Alice. Haimtambui. Wakati huo ndo nilimuona babake Adrian. Tangu nije alikuwa amekaa amejifunika shuka zito maskini. Hakuwa akiongea chochote, lakini uso wake ulionyesha namna gani alivyojaa huzuni. Ilibidi niende tu nikamsalimie. Alitikia akasema, marhaba binti yangu, asante sana kwa kuja. Nimefurahi kukuona mwanangu, na familia yako ndio kitu pekee kilichobaki cha kunikumbusha kijana wangu. Nikikutazama nakumbuka namna gani alivyokuwa na furaha alipokuwa na wewe. Mungu akubariki sana binti yangu. Hainiambiku sasa akiushika mkono wangu bila kutaka kuachia. Nilivuta kiti na kukaa karibu naye sababu hata mimi sikutaka kumwachia. Ilipangwa siku ya mazishi na nikahitajika kuwapatia picha nzuri ya Adrian ambayo inaweza kwenda kutolewa kwa ajili ya kuwekwa pale nyumbani. Paka muda chakula cha jioni kinaiva, nilikuwa nimesalimiana na ndugu wote wa Adrian, kaka zake, wadogo zake, lakini dada zake wawili hawakutaka kabisa kusalimiana na mimi. Walinikwepa kama mkoma vile. Na mimi niliamua kuachana nao. Mimi sina muda wa drama kabisa wakati huu sina. Niliingia ndani na kwenda kumwaga Clara ambaye hailalamika kwa nini silali, lakini alinielewa pia kuwa bado na watoto wa kuhudumia. Nilimwambia kwamba tutakuja kulala mama Alhamisi ili tuamkie huko siku ya mazishi. Mama akasema, sawa binti yangu, ufike salama nyumbani, wasalimie wajukuu zangu, na kesho usisahau kumleta Laurent. Nikasema kesho lazima nije naye kwa sababu leo anafika kutoka shule. Basi mama alifurahi sana baada ya kusikia hivyo. Kisha tukaagana, nikawaaga na mama wengine waliokuwa wanaomboleza pale, kisha nikatoka. Nilipomaliza kuwaaga watu waliokuwa nje, nilielekea kwenye gari langu, lakini kabla sijafika nilisikia jina langu likiitwa. Lakini wakati huu aliyekuwa akiniita alikuwa ni mwanamke. Nilipogeuka nilimuona Alice akisogea na kunifuata. Nilitulia na kumsikiliza. Sasa akauliza kwamba, unaondoka haulali? Na mimi nilimuuliza kwamba
kwani nikilala ndo Adrian atafufuka? Sasa kwa dharau akanijibu ya kwamba mwanamke hauna heshima hata kidogo. Unakuwa kama haujui utaratibu wa mazishi. Ukiwa mfiwa unatakiwa ulale msibani, hauruhusiwi kuondoka. Nimwambia kwamba wewe mwenyewe si unajiita mfiwa, kwa nini usilale? Akanijibu, mimi nalala. Siwezi kurudi nyumbani wakati baba wa mtoto wangu amefariki. Nikasema sawa, hongera, maombolezo mema. Nilimwaga na kuanza kuondoka, lakini aliongea kitu kilichonifanya nirudi. Alisema kwamba kweli Adrian hakukosea aliposema kuwa unadharau sana. Na hizo dharau zako uliziambukiza kwa Lisa. Kale katoto kalikuwa kakorofi na kanadha. Aisee, kabla hajamaliza pumba zake, nilienda nikamshika nywele zake ambazo alikuwa amezibana tu. Nilizishika vizuri na nilizivuta. Kila saa alipojaribu kunipiga, nilizivuta zaidi. Nikamwambia kwamba wewe nitukane vile unavyojisikia, lakini usiongee chochote kuhusu watoto wangu. Usijaribu, haunijui wewe mtoto, umesikia? Hivyo ukae kimya ukiwa mbele yangu. Niliongea kwa hasira, huku sasa nikiendelea kuzivuta zile nywele na kumfanya anifuate popote nilipompeleka. Alikuwa akipiga tu kelele, lakini ni kama hakuna mtu yote alimsikia. Nilimwachia na kumsukuma, kisha nikaenda kuingia kwenye gari langu nikielekea kuwachukua watoto na kwenda nyumbani. Baada ya kuzungumza na Aston, tulikubaliana aende kumsubiri Lau stendi na mimi nitangulie nyumbani kuweka kile kitu sawa na apumzike. So wakati Aston anafika nyumbani na Laurent, wadogo zake walikuwa wameshalala kabisa. Nilikuwa mwenyewe sebuleni nikiwasubiri waje. Walipoingia tu ndani, Laurent alikimbia na kunikumbatia, akasema kwamba mama, nilijua kuna kitu kimekupata, sababu shule hawakutaka kabisa kuniambia chochote. Alisema sasa akinitazama kwa tabasamu baada ya kunikumbatia. Nikamwambia kwamba niko vizuri mwanangu, tulikuhitaji tu kwa ajili ya jambo jingine. Kwanza nisalimie, niambie maendeleo, habari za shule, uoge, ule, upumzike, alafu tuongee vizuri. Sasa si ndio? Nilimwambia sasa nikimvuta na kumkumbatia tena. Nitamani ajue namna gani nampenda. Lau alicheka akasema, shikamoo mama. Nikasema marhaba kijana wangu. Lau akasema, mimi nafurahi wewe ni mzima mama. Basi mimi ngoja nikaoge kabisa ili tuweze kuongea na kupumzika nikiwa nakula. Aliniambia na kuchukua begi lake akielekea ndani. Aston alinikumbatia na kunibusu baada ya Lau kupotelea kwenye ngazi. Pole sana Malkia wangu. Macho yako yanaonyesha namna gani umechoka sana. Natamani ningeweza kuutoa mzigo wako, Aston aliniambia, huku sasa akibusu paji la uso wangu. Asante sana mpenzi, lakini uwepo wako hapa unatosha kabisa kunifanya nipate nafuu kubwa mno. Ni vizuri kujua nikirudi nyumbani na mtu wa kunishika mkono na kunikumbatia. Nilimwambia litabasamu tu na kunikumbatia tena. Basi ngoja na mimi niende kuoga, au unahitaji kuwa mwenyewe na Laurent? Hapana, naomba uje ushike mkono wangu. Hili ni zoezi gumu kuliko kuongea na Lorena au Liam. Sawa basi, ninakuja kushika mkono. Alinibusu kisha akaelekea chumbani. Nilisogea na kuanza kuandaa chakula. Baada ya dakika chache alianza kushuka Aston ambaye alidai hata hajaoga. Atafanya hivyo tukienda kulala. Dakika chache baadaye Laurent alishuka akiwa na tabasamu kubwa. Sasa Lau akasema kwamba nimemwona Lorena amekumbatia ule mdoli mbaya tu ambao baba alimletea akiwa mdogo, akawa anamuogopa. Amelala kama mtoto. Lau aliongea kwa tabasamu kubwa, lakini tabasamu langu lilikuwa la huzuni. Aston alinishika mkono kama njia ya kunitia moyo. Kila mtoto ana namna yake ya kuomboleza. Na kwa binti yenu Lorena, alitafuta kitu alichopewa na baba yake na kukishika. Yaani tangu tulivyorudi, yani inaonekana muda mwingi alikuwa na huo mdori. Japo alikuwa upende, lakini baada ya kupata taarifa za baba yake, kajikuta anaukumbatia. Tunadhani ndio njia pekee anayotumia kumkumbuka baba yake. Hajalia wala nini, lakini hajakubali kuachia kabisa. Nadhani hii ndio kumbukumbu pekee alionayo ya baba yake. Wakati mimi mwenyewe leo asubuhi nilikuwa nikizitazama pete mbili nilizovalishwa na Adrian, pete ya ndoa na ya uchumba. Nizitunza kwenye boksi zuri tu. Moyoni niliamini kwamba labda tunaweza kuvuka hili na kutafuta upendo tena. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya mimi kuzitunza zile pete, lakini Adrian hayupo tena. Hakuna hata haja ya matumaini. Sasa Lau akasema kwamba usiniambie mnataka kuoana. Lau alisema sasa akicheka na kuja kunikumbatia.
Nilishindwa kuzuia machozi yangu muda huo. Lau akasema, usilie mama, unazo baraka zangu zote. Mimi nimeona jinsi ya Aston anavyokupa furaha, kwa mimi siwezi kukuzuia kabisa, nakupenda mama. Lau alisema na kunifanya nizidi kulia. Nikasema pole mwanangu. Nilimwambia sasa nikilia tukiwa bado tumekumbatiana. Aliposikia hivyo aliniachia na kuniangalia. Akauliza, unamaanisha nini mama? Yaani nini shida? Baba yako. Nilishindwa kumalizia hiyo sentensi. Niliishia kutikisa kichwa changu tu. Lau akasema, nini kimempata baba? Aliuliza sasa, uso wake ukijaa wasiwasi. Nilishindwa kumjibu, ilibidi nimgeukie Aston. Aliponiona na mtazama, alielewa kuwa nilihitaji anisaidie kuongea. Laurent, juzi. Aston alikaa kimya kidogo. Wakati huo nilikazana kumshika mwanangu. Juzi tulipigiwa simu kuwa baba yako amelazwa hospitali na alitaka kuonana na mama yako. So baada ya kuongea naye aliaga dunia. Laurent alishtuka huku akiutupa mkono wangu, akauliza kwamba unasemaje? Ya, baba yako amefariki juzi mchana. Aston alimwambia hivyo. Laurent alishuka na kukaa chini. Akasema, no, kwa nini baba? Mimi nipanga nimalize kusoma nimsaidie. Kwa nini ameondoka hata kabla mimi sijamsaidia chochote? Laurent alisema huku machozi yakimtoka. Alisema kauli ambayo kama mtoto ama kijana yote naelewa. Yaani najua kuna vijana wengi sana wanapitia maumivu baada ya kuona wazazi wao wanazidi kuzeeka, halafu wao bado hawajafikia hatua ya kutimiza kila ambacho kwa wamepanga kuwatimizia wazazi wao. So nilienda na kukaa pembeni yake huku nikimkumbatia. Aliendelea kuuliza kwa akili, akasema, kwa nini mama? Kwa nini? Hakuna majibu ya maswali yako mwanangu. Lakini unachotakiwa kujua tu ni kwa baba yako anakupenda sana na aliniambia kati ya vitu anavyojivunia ni kuona wewe kama mtoto wake. Wakati uko umefika mwanangu, kwa hiyo usiulize sana, sawa? Usije kumkufuru Mungu mwanangu, pole. Jikaze mwanangu. Nilimwambia sasa nikimkumbatia zaidi. Tulikaa vile kwa muda hadi Lau akaanza kusinzia. Nilimwamsha nikaenda naye hadi chumbani kwake. Nilikaa naye hadi nilipohakikisha amefanikiwa kupata usingizi. Sasa baada ya pale nirudi chumbani ambapo nilimkuta Aston akinisubiri kitandani. Nilipopanda tu kitandani alinikumbatia hadi nikafanikiwa kupata usingizi. Kulipokucha Aston alienda kazini kama kawaida. Leo Laurent aliamka vizuri. Watoto wote walikuwa vizuri, walikuwa wakicheka na kutaniana, lakini kuna muda wanakumbuka na kubaki kimya tu, alafu watarudi tena kwenye michezo. Baada ya kuwapa kifungua kinywa, walijiandaa, kisha Lorena na Liam tukaenda kuwaacha kwa Grace, alafu mimi na Lau tukaelekea msibani. Tulipofika, Lau alisalimia watu, lakini alipofika kwa babu yake alimkumbatia muda mrefu. Hadi walipoachana, Mzee Mweka alikuwa akifuta machozi. Baada ya kusalimia wanaume pale nje, tulielekea ndani ambapo Lau alisalimia kila mtu, lakini alipofika kwa bibi yake walikumbatiana muda mrefu. Kisha Lau alienda nje kukaa na babu yake. Kama kawaida, Clara alihakikisha nimekaa pembeni yake. Akaniambia kwamba nimefurahi kumuona Laurent. Kila siku anazidi kufanana na baba yake. Amefanana sana ni kipindi akiwa na umri huo. Clara aliniambia hapo sasa ndo nilielewa kwa nini walimkumbatia mwanangu muda mrefu. Kwamba inaonekana Adrian katika umri wa Laurent walikuwa wanafanana sana. So tukiwa tumekaa pale tukiimba, angalau leo hatukuwa tukilia. Alice aliingia akiwa amebeba ndoo yenye vikombe kwa ajili ya chai. Asa Clara kwa hasira akasema kwamba mimi hata sijui mwanangu alikuwa anaweza nini kutembea na huyu mwanamke. Japo aliongea kwa sauti ya chini ambayo watu watatu tuliokuwa karibu yake ndo tulimsikia. Asa mama aliyekuwa pembeni ya Clara akajibu ya kwamba hata mimi nisingetaka mwali kama huyu. Mwali ambaye haheshimu hata msiba wa baba wa mtoto wake. Kwanza anahangaika, sijui hata walivumilianaje. Ese. Baada ya kusikia hayo, nadhani ni marafiki sababu walitazamana na kutabasamu tu, yani yule mama na Clara, nadhani marafiki. So baada ya kusikia hayo mimi nilibaki tu kimya. Clara akasema kwamba naamini mwanangu alikuwa amelewa. Na huyu mwanamke ndo atakuwa chanzo cha mwanangu kupenda pombe. Anaonekana tu ni chanzo cha laana huyu. Msikilizaji, omba sana. Omba Mungu
usije kuonekana kituko ukweni. Omba Mungu tu. Sawa, huwezi kupendwa na kila mtu, lakini omba tu usije kuonekana kituko ukweni. So mimi nitamani kucheka, nijizuie, lakini kichwani niliwaza, ina maana hivi ndivyo Clara alivyokuwa ananisimanga, au labda hata ananisimanga hivi mpaka leo nisipokuepo. Japo mimi siwezi kukataa kuwa Alice ni mwanamke anayekera sana. Kwanza ana kiherehere, ana kisabengo, ana kisube, na hajui sehemu sahihi ya kuleta drama zake. Lakini bado lazima niwaze, na kuwaza huku kulinifanya nisichangie neno lolote kwenye yale masimango. Alice alifika na kutukabidhi vikombe, kisha baada ya muda tukapatiwa chai. Nilibaki kimya nikiwasikiliza wale wa mama wakipiga story. Baada ya muda mchungaji alikuja kufanya ibada fupi hapo, kisha watu wakaanza kuimba nyimbo za msiba siku nzima. Alipofika usiku, watoto walikuwa wameshalala kasoro Laurent ambaye anajihesabu ni mtu mzima, hivyo alikuwa akitazama TV. Mazishi ni kesho kutwa Ijumaa. Hivyo niliamua tu kuwapa watoto nafasi ya kufanya chochote ambacho kitawapa nguvu ya kusukuma siku. Aston alipotoka kazini alikuwa anaonekana ana wasiwasi sana. Hakuwa hata na raha. Nilimwambia aoge kisha tuzungumze huku sasa tunakula, sababu huwa na tabia kumsubiri tule wote ili asipate shida ya kula mwenyewe. Hivi kwa nini una wasiwasi sana mpenzi? Unakumbuka zile tuzo nilizokuambia? Ndio, kwani matokeo ni lini na wapi? Ni Ijumaa hii, na hiyo sherehe inafanyika mbali, hata sio hapa nchini. Kwa hiyo nitaona tu online, lakini kila wakati nikikumbuka inanipa wasiwasi sana. Lakini mpenzi, kwa nini unakuwa na wasiwasi? Msimamo wangu uko pale pale. Kwangu ni daktari bora duniani. Bahati mbaya tuzo zenu ni za kibaguzi tu, kwamba watu wa afya tu ndo wanapiga kura. Lakini kama hawa watu hawajaona namna gani ulivyo pekee, basi hawakustahili. Nilimweleza kusasa nikimpatia chakula na mimi nikiweka changu mezani. Aston alitabasamu na kubusu mkono wangu. Asante sana Malkia, unajua jinsi ya kutuliza moyo wangu, alisema kwa kitabasamu na kuanza kula. Ijumaa ilifika haraka sana kuliko hata nilivyotegemea. Nilidhani ningeweza kujiandaa kwa hii siku, lakini sikuweza, hasa nilipovaa gauni jeupe la lesi na kujitupia mtandio wa zambarau. Wanawake tuliofiwa ndo tulitakiwa kuvaa hivi, nikimaanisha mimi, mawifu zangu wawili pamoja na Clara. Alice hausiki hapa, mjue kabisa hilo. Watoto wangu wote walivaa nyeusi tupu. Mwili wangu haukuwa na nguvu. Nitamani Aston angekuwepo kunikumbatia, lakini sio hekima kuja kulala na mwanaume wako kwenye nyumba ya marehemu baba wa watoto wako. Lorena alisema kwamba mama, naomba unisaidie. Alisema kusasa akija chumbani akifuatana na kaka zake wawili. Kila mmoja alikuwa ameshika picha Adrian ambayo ina pini kwa nyuma. Walitakiwa wabane kwenye nguo zao. Hivyo niliwasaidia na kuwakumbatia nikijaribu kutafuta nguvu. Adrian aliniahidi atakuja leo, japo najua tu atachanganyikana na watu, hivyo kuna uwezekano mkubwa nisimuone, lakini moyoni nilitamani kumuona hata kwa mbali. Wifi yangu mmoja alikuja kutujulisha muda wa kwenda kuchukua mwili umefika. Hiki ni kitu ambacho sikipendi sana msikilizaji. Yaani basi tu yani. Tulikaa gari moja mimi na watoto wangu. Familia ya Mweka waliingia kwenye gari moja. Yaani familia ya baba yake Adrian. Wenzi wao na watoto walipanda magari mengine na nadhani wengi hawakwenda kuchukua mwili. Sasa Laurent alikuwa kimya muda wote. Kila baada ya muda alikuwa anafuta machozi. Wakati huu akili inanikumbusha kuwa hii ndo mara ya mwisho kabisa katika haya maisha kuwa karibu na yule mpendaye. Hii ndo safari yake ya mwisho na ibada yake ya mwisho, na hapa ndio mwisho wa matumaini yote. So nilifuta machozi tu. Tulipofika mortuary nilipata kumbukumbu za mara ya mwisho nilipokuwa hapa. Tulipokuja kumchukua mwanangu. Angalau ile siku Adrian alikuwepo kunishika mkono, lakini kwa leo aliyekuwa ananishika mkono ndio nimekuja kumchukua. Mtu aliyenishika mkono kwa kipindi cha miaka 16 maisha yangu, leo nimekuja kumchukua. Mtu aliyenipenda hata kipindi ambacho siwezi kujipenda mwenyewe. Aliyeniheshimisha kwa kunipa watoto wazuri, leo nimekuja kumchukua yeye. Kweli maisha mafupi. Maisha ni mafupi sana msikilizaji.
Miaka 10 iliyopita kama ungeniambia leo ningekuwa hapa, mimi nisingekubali. Nilijua tungeishi wote milele. Lakini leo nimekuja kumchukua yeye kwenye boksi. Machozi yalikuwa kinitoka tu. Na Hassan alishindwa kuvumilia walipomkabidhi mwanangu Laurent jukumu la kubeba msalaba, sababu yeye ndio mtoto wa kwanza. Baada fupi tulitazama mwili wa Adrian ukipakiwa kwenye gari kwa mara ya mwisho, kisha tukaingia kwenye gari letu. Na leo tena gari letu lilikuwa likifuatana na gari lililobeba mwili. Gari lililoibeba familia ya Mweka lilikuwa likitufuata sisi, na baada yao ndio magari mengine sasa yalifuatia. So tulipofika nyumbani, mwili ulipelekwa sebleni ambapo familia tulienda kufanya ibada, kisha mwili utolewe nje ambapo ndipo ibada ya mazishi ilifanyika hapo. Tulipoingia sebleni, nilikuwa na kumbukumbu nyingi sana za Adrian akikaa kumsumbua baba yake hasa usiku baada ya kula. Waliongea na kubishana sana hadi niliwaacha na kwenda kulala. Kumbukumbu za kipindi tulipowaleta watoto wetu baada ya kuzaliwa. Hii ndo mara ya mwisho Adrian anaingia kwenye hii nyumba. Baada ya hapa tutaenda kumfukia na safari yake itakuwa imeishia hapo. So wakati baada inaanza, aliingia Alice akiwa naye amevaa gauni jeupe la lesi, huku mtoto wake akiwa na nguo nyeusi tu. Clara alimtazama kwa hasira, japo nilijitahidi kumtuliza na kumwambia hizo ni nguo tu na hakuna haja ya kubishana. Basi tulifanya ile ibada fupi pale na ndugu akaaga mwili. Niliwapa watoto wangu nafasi ya kutosha kuogana na baba yao. Laurent ndo alikaa pale akimtazama baba yake muda mrefu. Bila shaka kilichomliza zaidi ni jinsi alivyokonda. Nilimkumbatia mwanangu na kumwambia inatosha. Tuliuacha mwili na kuruhusu utolewe nje, kisha mwili ukatolewa nje na kuwekwa mahali palipoandaliwa. Tulielekea sehemu ambayo ilitengwa kwa ajili yangu na wanangu, ambapo ni mbele tu ya jeneza. Alafu nyuma yetu ilikaa familia ya Mweka. Lakini pale tulimkuta Alice ameshakaa na mtoto wake. Naona Clara alishindwa kuvumilia. Alienda kumshika mkono na kumnyanyua akampeleka ambapo sipajui, lakini Alice hakurudi tena kukaa pale. Baadaye nilimuona amekaa katikati ya watu. Shughuli ya kuaga mwili ilianza. Mimi nilikuwa na kazi tu ya kukumbatia watoto wangu. Nilijikuta nikitabasamu tu, japo nilikuwa ni tabasamu la huzuni, lakini ni tabasamu nilipomwona Aston akipita kutoa salamu za mwisho. Alinitazama na alipoona nimetabasamu alitabasamu na yeye pia. Kisha akapita. Nilipata amani baada ya kujua kuwa Aston yupo. Hata kama sitamuona na wala sijui alipokaa, lakini najua tu ya kuwa yupo. Ilitosha sana kunifanya niwe na amani. Tukiachana na fujo za Alice, ibada ilienda vizuri tu. Kisha tukazika, ambapo alizikwa hapo nyumbani kwao. Na baada ya mazishi tulianua matanga, kisha zoezi la kula likaanza. Ilipofika jioni nilitamani kwenda nyumbani, lakini sikuweza kwenda kwa sababu kesho yake ilikuwa ni kikao kwa ajili ya masuala ya mirathi na mzee Mweka alinisii sana niwepo. Lakini pia moyoni niliumia baada ya kujua kwamba sitaweza kuwa na Aston wakati anapokea majibu yake. Japo ilipofika jioni alinipigia na kuniambia nisihofu kuhusu yeye sababu atakuwa hospitali. Hivyo hatakuwa na nafasi ya kuwaza hayo matokeo. Kwa namna fulani nilifurahi kujua kuwa hatoishia kuwa mwenyewe kwenye ile nyumba kubwa vile. So kulipokucha mambo yalikwenda haraka sana. Nilishangaa ghafla imeshakuwa mchana na ndugu wote wa muhimu walikuja na kikao kilitakiwa kianze. Mwanasheria wa Adrian ambaye wote tunamjua ni yule rafiki yake Miyusho alikuja pia kwenye kikao. Baada ya kusalimiana, kikao kilifunguliwa kwa sala. Baba mdogo wa Adrian ndo aliyekuwa akiongoza kikao kwa niaba ya kaka yake, ambaye baada ya kufungua kikao kwa sala alimpa Frankie nafasi ya kuongea. Frankie baada ya kusalimia akasema kwamba ndugu yetu Adrian hakufanikiwa kuacha wosia wowote kabla ya kufariki. Sasa kuna shangazi mmoja wa Adrian alisema ya kwamba kwa hiyo basi tunataka kujua sasa mali zote alizokuwa nazo kijana wetu ili tuweze kuzigawa. Frankie akaeleza ya kwamba kama mnavyofahamu, ndugu yetu Adrian Mweka alifunga ndoa na bibi Lindsay Molel, na katika kipindi cha mwisho cha maisha yake wawili hao walitalakiana. Na kutokana na ndugu Adrian kuwa
katika hali mbaya kwa kipindi chote hicho, mali zote walizochuma pamoja alikabidhiwa Bibi Lindsay, na Bibi Lindsay alitakiwa kumlipa bwana Adrian fidia pesa, ambapo alifanya hivyo na talaka ile ikapitishwa. Frank alieleza hivyo. Sasa mjomba mmoja Adrian akauliza kwamba kwa hiyo sasa unamaanisha ni kijana wetu hakuwa na mali zozote hadi siku anakata roho, si ndio? Frank akajibu ya kwamba hicho ndio kitu ninachomaanisha. Sasa yule baba mdogo anayeongoza kikao akasema kwamba sawa, asante ndugu mwanasheria, unaweza kuondoka. Baada ya Frank kuondoka, watu wote walinigeukia mimi. Yule mjomba Adrian akauliza kwamba kwa hiyo wewe ndio umemfilisi mtoto wetu? Kwa nini ukachukua mali zote za kijana wetu? Kwanza hazikuwa mali za Adrian peke yake, tulizichuma wote, na hizo mali sikuzichukua. Hakimu ndo alitazama na kuona ni bora niwe mwangalizi wa hizo mali, niliwajibu. Sasa shangazi mwingine akadakia akasema kwamba sio bure kijana wetu akapata stress na kuanza kunywa tu, sio bure. Kama mtu unayemwamini akichukua mali zako zote lazima uchanganyikiwe kidogo, sio bure, hapa kuna kitu hapa. Nilichukia sababu ni kama hawa watu hawanielewi. Jamani, nawaheshimu sana, na hiki kipindi chote sijazungumza chochote kwa sababu Adrian ana nafasi kubwa sana moyoni mwangu, so sijataka kuharibu kumbukumbu yake. Kwani kama mali zote zingekuwa za Adrian, mlikuwa mnawaza tufanye nini? Niliwauliza kuwachora. Sasa yule mjomba alitikia tena akasema kwamba yule ni kijana wetu, na hivyo ni lazima kila mtu apatepo hata kidogo. Tufute jasho kwa kumlea hadi amekuwa, alisema yule mjomba. Haise kwa hasira kidogo nikasema kwamba kwa hiyo mlitaka hizo mali zigawanyishwe? Kwanza nyewe wajomba na mashangazi ni ndugu mbali sana, mna watoto wenu, kwa nini mje kuotea vitu kwa ndugu zenu? Kwa hiyo yani msingi wafikiria hata watoto wangu, yani si ndio? Niliuliza kwa hasira kidogo. Yani kwamba wao wanaweza kugawana vitu, hawafikiria hata watoto wa Adrian, yani hawafikiria watoto wa marehemu. Niliuliza kwa hasira. Unajua sasa wazazi wa Adrian walikuwa kimya, walionekana wanaumizwa sana na kila kitu kinachoendelea hapa, lakini hawakuwa na jinsi. Sasa shangazi yake Adrian, jamani lawa mashangazi hawa. Shangazi yake Adrian akasema kwamba lazima tungewakumbuka watoto sababu hao ni watoto wa marehemu. Nilicheka kidogo kabla ya kuongea. Anyway, nimeishi na Adrian kwa kipindi kirefu sana, hivyo naweza kuwasaidia kujibu hilo swali. Kama Adrian angekuwa na mali na angepata bahati ya kuandika wasia, sidhani kama wajomba, mashangazi na kaka na dada mngepata chochote. Pesa zote wangeachiwa watoto wake na wazazi wake. Sasa sijaelewa ni kwa nini mmekuja kwenye hiki kikao na amuoni kuwa ndugu wa kweli, ndugu waliopatwa na msiba wanapitia kipindi kigumu hapa. Tumetoka tu kuzika jana, leo ndugu mnataka muanze kugawana mali za mtoto wao kweli? Kwa sababu Adrian hana mali yoyote, sidhani kama kuna kitu chochote cha kujadili hapa. Nilisema kwa hasira kidogo. Kila mtu alikaa kimya na kujifikiria. Sasa nisikia mtu akisema, sikujua ni nani aliyeongea, lakini nisikia akisema ya kwamba watoto wa siku hizo wanadharau, wakishika vipesa kidogo tu basi ni dharau. Aisee, walinipa hasira zaidi na kunifanya nitake kuongea zaidi. Nikasema kwamba kama nilivyosema, hakuna haja kujadili sababu hakuna mali za kujadili hapa. Nitaendelea kuwalea wanangu kama nilivyokuwa nikifanya siku zote, na nitawatunza wazazi pia, sababu najua hiki ni kitu ambacho Adrian anataka nifanye. Tulishazungumzia hili miaka kadhaa nyuma. Tulikubaliana kama mmoja wetu atatangulia, basi aliyebaki atawatunza wazazi wa wenzake. Na leo mimi naweka ahadi hapa kwa wazazi wangu, nitawatunza siku zote za maisha yangu wazazi wangu, sawa? Mmempoteza Adrian, lakini mmenipata mimi. Kwa hiyo najua siwezi kujaza nafasi yake, lakini mimi nitakuwepo hapa kuwashika mkono muda na wakati wote wazazi wangu. Nilisema huku sasa macho yangu yakijaa machozi. Clara alikaa vizuri na kuniita. Nilisogea nikamkumbatia kunikilia. Tulilia wote kwa pamoja. Alinishukuru sana. Sasa mzee Mweka akasema kwamba asante sana mwanangu, baraka za Mungu haziwezi kukupungukia kamwe. Mzee Mweka aliniambia hivyo. Nitabasamu tu na kubaki nikiwatazama ndugu wa Adrian wakijikanyaga na kuanza kutoka bila kuaga. Waliobaki walikuwa ni wachache sana ambao walinipongeza kwa kuitunza ahadi yangu kwa Adrian. Hawa ndo wanaonekana labda hawana tamaa ya pesa.
Sasa msikilizaji, kama utakuwa umesahau, marehemu sawa hajaacha urithi, lakini kuna sauti iliyorekodiwa na marehemu mara ya mwisho kipindi yupo hospitali, na baada ya hapo mimi na wewe hatukuisikia. Sasa hii sauti ilikuwa na ujumbe gani? Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji, kuweza kujua yote yaliyoendelea. Of course, poleni sana kwa wote ambao mmeumia. Najua ndio kuna watu mlikuwa mmechukizwa na Adrian, kuna watu mlikuwa mna ndoto, mna matamanio sana. Nilikuwa naocheka kwenye comment, mkitamani sana Lindsay azunguke kote lakini arudi kwa Adrian, baba wa watoto wake. Lakini nipo hapa tu kuambia kwamba hayo yote hayatowezekana. Jamani, huyu sio Kian. Hapa amededi kabisa. Kwa hiyo imeniuma sana. Tumempoteza kijana wetu. Tupeane pole sote. Mimi niwatakie tu usikivu mwema. Tukutane sehemu inayofuata kujua sasa ile sauti ilikuwa ina ujumbe gani. Mtayarishaji wa hii simulizi dada yetu Chuchu, nami niliyekusimulia hii simulizi kwa hali ya upekee sana ni Lucas Lumbas. Mitandao ya kijamii natumia Lumbas simulizi, ama ukiandika Lucas Lumbas simulizi utanipata huko, iwe ni TikTok ama Instagram. Niseme tu God be with you till we meet again. Rest in peace, Adrian. Bye bye.